sio mchezo kwa Alikiba au Diamond, lakini pia Alikiba atabaki kuwa Alikiba, Diamond atabaki kuwa Diamond. Na tumeshaona watu hawa wawili kukaa na kuelewana haiwezekani, kwa sababu kila mtu ana misimamo yake. Hebu angalia ndani ya wiki 2 hizi Diamond ametoa I'm so happy, sio katoa wimbo gani yeye na Juksi, sio katoa Zuchu, lakini Alikiba kamoja tu, moja tu, na hiyo ataenda nao huenda hata miezi 3 4. Hawa ni watu wawili hawa ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo hawawezi kukaa wakaelewana kabisa. Utundu wa Diamond alionao sio sawa na Alikiba. Alikiba ana utundu wake. Hata kushika kichwa, hata kushika bega, atashuka na wewe mpaka mguuni, atacheza na wewe, atarudi hapa, lakini Diamond atakubinua sarakasi, utarudi huko, lakini mwisho wa siku wale watu wako tofauti. Na tunaweza tukasema Diamond anaitembelea vizuri tu nyota Alikiba. Kwa maana ipi? Kwa maana zote. Anaitembelea vizuri tu nyota Alikiba. Kama ambavyo Alikiba naye anaitembelea vizuri tu kiki ya Diamond Platnumz. Kuna namna unaongea iweke mzani sawa hivi. Naweza nikawa naonekana naweka mzani sawa, lakini mjue wale wawili tabia zao wote sawa. Mimi nimeshawahi kwenda Kigoma. Wale hata Kigoma mtaa wanaotoka ni mtaa mmoja. Yaani wamepishana ni mtaa mmoja. Wale tabia zao wote sawa, kasoro matendo yao hasa kimuziki wanapishana kidogo. Okay. Ukijaribu kuchunguza, kuna baadhi ya wanawake wamekuwa na uhusiano na Alikiba na wao pia wameenda kuwa na uhusiano na Diamond. Kabisa. Umeanzia mbali. Kuna wafanyabiashara wamefanya kazi na Alikiba na hao wafanyabiashara wameenda kufanya kazi na Diamond. Ni kweli. Wale watu hawapishani sana. Ni vile kila mtu ana hulka yake. Okay. Sawa, tumemaliza na hilo la Alikiba na Diamond. Ninataka turudi huku bwana, huku ambapo sisi tunaumia. Dada yetu, mimi naweza nikasema mama yetu. Kweli waimbaji wa Injili siku hizo wamekuwa nao wanatupiana maneno mitandaoni. Kuna namna fulani hivi inatufanya sisi ambao tunapenda nyimbo zao tunaanza kutetereka sasa. Tukiangalia huku, mimi naweza nikasema ni mamangu au bibi yangu Upendo Mkone, anasema aliniambia nitakuua, mimi ni mtu mbaya. Alafu tunakuja huku kwa mama yangu Martha Mwaipaja wa jina wako, anasema mimi nataka uniambie wapi nilisema nitakuua. Nataka tushughulikiane kisheria. Kuna namna wanatuchanganya sisi mashabiki. Kuna namna wanatuchanganya sisi ambao tunapata nafasi ya kuabudu kupitia nyimbo zao. Nena jambo kwenye hili social media kama nilivyosema. Mimi ninachokiona kwa haraka hawa wanaojiita walokole ni kama sisi tu, ni vile kuna mambo wanayaficha. Kwa sababu kama kusali tunasali wote asubuhi, mchana, jioni. Kabla hatujaanza safari tunasali. Kwa hiyo kuna vitu tu wanajificha, lakini wao ni binadamu kama binadamu wengine. Na mpaka tunayaona haya. Maana sio hayo tu. Kuna masuala kina Rose Shaboka, na Nick Shaboka, kuna kina Martha Mwaipaja. Hii inatuonyesha wazi kwamba wale nao binadamu. Kuna time wanakosea. Kuna time wanateleza. Kuna time wanachimbiana biti. Kuna time wanaweza wakasigana, kuna time wanaweza wakaelewana, kuna time wanaweza wakaachana. Kwa hiyo tusishtushwe sana na mambo yao. Na wao ni binadamu. Tusiumie sana. Lakini kuna namna waturudisha nyuma. Unajua, tukitazama kweli watu tulioamini wameokoka kabisa, wanamjua Yesu na Mungu pamoja. Kweli wao ndio kutupiana maneno kama haya mitandaoni. Ukumbuke kulikuwa kuna ile scenario ambayo ilimkuta Martha Mwaipaja ya kuzungumziwa kuwa alikuwa akigombana na mama yake nini na nini, na hii imekuja tena. Kuna namna kama kuna picha mbaya tunaitengeneza hapa kwa Martha. Hata kwenye neno la dini kwenye Biblia tuliambiwa tufuate yale matendo yao mema, maneno yao mema yatakayotukuza sisi
na sio matendo yao yasiyofaa. Kwa hiyo sisi tubaki na yale mema yao, kwa sababu narudia tena, wale nao pia ni binadamu. Na sio hayo tu, tutayaona mengi. Juzi tumemwona yule mwanamuziki amefariki, Irene Robert. Kisa chake kinasikitisha. Yule naye alikuwa mlokole, na aliyekuwa anaishi naye pale hotelini pia ni mlokole mwenzie. Kwa hiyo tutayaona mengi. Nadhani ni wakati tu wa kuwaombea na wao. Kuna wakati na wao dunia inawaelemea. Tuwakumbuke kwenye sala zetu. Kwa kweli, kwa kweli. Pengine kwenye haya yanayoendelea, hatuoni kama Upendo Nkone na ukubwa wake kuna namna anajishusha? Ukisema hivyo tunaweza tukasema labda Martha Mwaipaja naye pia kuna namna anajishusha. Wale wamegombana kweli kweli. Tena nasikia miaka 9 hawaongeleshani. Aombani maji, aombani chumvi, yani wakipigiana simu ni zabiti na kadhalika. Hata wakikutana njiani wanapita kushoto au kulia. Tunaona kwamba kumbe na wao ni binadamu. So kwamba mlokole basi ndo wagombani afanyeje, ila ni waase tu. Ifike mahali bendera ambazo wanazipeperusha ni kubwa. Wafuasi ni wengi. Kwa hiyo wajue njia wanazopita zinatakiwa ziwe zilizonyooka. Hakukuwa na umuhimu wa kwenda kwenye mitandao ya kijamii kwanza kunyooshiana vidole. Jamani, sisi tupo. Yaani mkifanya sisi tupo. Tutawatafuta na tutapeleka. Yaani kabisa kabisa bila msalie mtume. Kabisa. Kwa hiyo wajue tu zile bendera wanazopeperusha sio za kitoto. Hapo ndio. Hapo kwenye hiyo hakukuwa na umuhimu wa kupeperusha bendera kwenye mitandao ya kile ambacho kimezungumzwa. Tukija kwenye scenario ya hili swala lilipoanzia, tunaanza kwa mama yangu Lilian Mwasha. Alikuwa akifanya interview na Upendo Nkone na akapata nafasi ya kumuuliza. Upendo alisita kuliongelea, lakini alisema acha nilizungumzie kwa sababu umeniuliza. Ndipo alilijibu. Kulikuwa kuna umuhimu wa Martha kuingiza chochote kile ambacho kinahusu kuto kuzungumza kwao, labda kulikuwa kuna uwezekano kuliacha ili likapita na hata watu wasilijaji. Ukizungumzia sisi wa Mbeya usingelizungumzia kabisa yani. Mama Upendo, nikimaanisha Upendo Nkone, hakuanza juzi kumzungumzia Martha Mwaipaja. Alianza kwenye tamasha wiki ile ambayo mama Martha alitoka kulalamika. Wiki ile Upendo Nkone wakiwa stage na Christina Shusho akatupa maneno Christina Shusho, Upendo Nkone yani kama vile akayanafikia hayo maneno kwamba kwa hiyo hajaanza leo. Kwa hiyo hata alivyozungumza hapa juzi ulikuwa ni muendelezo. Na kuzungumza jambo sio vibaya. Vibaya kusahau tu kwamba wewe ni nani kwenye jamii. Jamani, matusi yapo, maneno maovu yapo. Mbona sisi hatuyaongei? Kwani sisi tumekamilika sana? Ni vile tunajua bendera ambayo tunaipeperusha kwenye jamii. Sawa. Ndio. Pengine nini hasa kifanyike? Kwa sababu tukiwatazama ni viongozi wa dini, wanatusimamia kwenye dini zetu, si ndio? Lakini pia sisi tunawafuata kile ambacho wao wanakiimba. Wengi wetu huwa tunapenda kusikiliza sana nyimbo zao za Injili kwa sababu zinatuburudisha, lakini pia zinatufanya tunaabudu, ambao sisi ni wagumu kuingia kanisani, maana tupogo hivyo wengine. Kidogo nena jambo kwenye hili ambalo linaendelea, maana kuna namna nimeona hadi Joan kaingilia kati, anasema mamangu mzidi kwa pesa, humzidi kwa magari, humzidi kwa chochote zaidi na zaidi, unachomzidi ni umri tu. Maana Joan naye kaingilia ile swala. La kufanya kwa sasa kwa Upendo Nkone na Martha Mwaipaja, kila mtu ashike time yake. Tumechoka jamani visa vya Yesu. Sisi hatutaki. Tumechoka? Visa vya Yesu hatutaki. Washasulubiwa, kafufuka, kapaa, basi imetosha. Hatutaki tena. Tunataka mambo mazuri kutoka kwao kama zilivyo nyimbo zao. Ndio. Sawa. Kutoka kutuli kwenye familia ya Shaboka. Sasa kuna mambo mazito sana. Kila TikTok na mitandao ya kijamii, story ni kwamba Shaboka na mume wake ambaye hatujui kama kweli wameachana. Stories zilizopo ni kwamba wameachana. Lakini tumeona mume wake amesema kwamba hajawahi kuzungumza popote kwamba ndoa yake haipo tena. Martha wa GSM
ni mama wa kutafuta evidence. Ndio. Story ya Shaboka na Rose na Nikki ipoje kwenye kuachana kwao, lakini pia kama wameachana, kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii unakionaje, hususan kwa Nikki ambaye amekuwa mtu wa kuwajibu mashabiki ambao wamekuwa kwa chochote kile watakachokiongea kuhusu yeye na mkewe? Kwa mahusiano na haya yanayoendelea kuhusiana na Rose Shaboka na kaka yetu Nick Shaboka, kwanza mimi ninachokiona kwa haraka ndugu yetu kaka yetu wa kiroho Nick lazima ajue nafasi yake. Yale jua we ni nani kwenye jamii. Ulituahidi kwamba wewe utakuwa nani mbele yetu. Kumbuka hilo, kwa sababu bado tunamheshimu, bado tunaamini yeye ni mtu fulani hivi. Kitendo cha kuanza kujibishana na watu, kuongea matusi, kuzungumza maneno kwenye comments, maneno yasiyofaa, kiukweli sio nidhamu, kwa sababu tuna imani juu yake bado na tunamuona Rose Shaboka yeye amekuwa ni mtu mwenye busara ya hali ya juu. Kuna kitu tunajifunza pale. Ukaribu tunaona hawapo, mwingine yuko bara, mwingine yuko pwani. Na kwa bahati nzuri nipata nafasi ya kuzungumza na Rose. Alizungumza kama vile ambavyo alipaswa kuzungumza. Lakini kiukweli kila mtu ana macho, kila mtu anaona. Mmoja ana kanisa Dodoma, mmoja ana kanisa hapa Dar. Tamasha linafanyika, watu wote tunaona, tuna macho. Na kila mtu anaenda kwenye tamasha. Kwa hiyo na nimeona mahali Facebook kuna mtu anazungumza hivi na hivi. No. Watanzania tuna macho. Yaani mkiachana sisi tunaona. Mkirudiana sisi wenyewe tutasema mmerudiana sasa hivi Rose Shaboka na Nick Shaboka. Yaani msitubabaishe kwa maneno ya hapa na pale ya uongo. Bora hata Madam Rose aliyenyamaza. Lakini Nick, we have seen this. Yaani tuache. Tumeshaona kama mpo kwenye mahusiano. Tuache, tunaona. Kurudiana ni dhambi? Sio dhambi. Mimi sina uhakika, lakini yule mwanamke kiboko. Rose kiboko. Rose anasali tu, asemi lolote. Mwanamke wa hivyo ogopa. Wewe ndio ungekuwa ndio Niki, ungefanyaje? Wazito. Tuwaombee. Mashtaka yake yote yanakuwa kwa Mungu, yani tuombee. Ile kapo ilikuwa nzuri sana. Unajua mama mchungaji, baba mchungaji, kuna namna hata watoto nao wanakuwa hapo kwenye mikono salama. Au unaonaje? Hata sasa watoto wako kwenye mikono salama. Nahisi kwa aina ya mama kama yule, mpaka sasa watoto wako kwenye mikono salama. Lakini yanayoendelea kiukweli yanasikitisha mno, yanasikitisha sana. Na naomba tuishie hapa. Kama mtumishi na kuendelea kuwajibu mashabiki, yani wana Instagram huko na Facebook, kwamba akiona tu comment anakuwa mwepesi wa kureply bila kujali ile nafasi aliyonayo. Kuna lolote pengine ambalo unaweza kumshauri kama mdogo wako? Ule muda wa kujibishana na mashabiki, yeye Nick Shaboka angeutumia kuchati na mkewe, wakaeka mambo sawa. Wakaeka mambo sawa. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Kama awali walipendana na nini. Na sisi hatusubiri unajua sasa hivi maisha yamebadilika. Sisi tunaona. Yaani sisi hatusubiri wewe nani kaka Niki, Pastor Niki usimame utuambie bwana, sisi wenyewe tunaona. Tuna macho yetu. Tena yako mawili. Tunaona. Alafu ukiongeza na ya nje. Tunaona vizuri sana. Na mimi naomba uelezee pia hili. Niliona baba Levo juzi jana kwenye interview. Alisema kwamba kuna baadhi ya wasanii hawatakiwi kabisa kushindana na Diamond kwa sababu hata Levo zao bado utaona mbokombu gani na nini wameenda kuwatoa wapenzi wao. Moja kwa moja wananchi wakamlenga Harmonize kwamba yeye na baba Levo wanakota wote pale kwa Mzenji. Ndio.
Kweli kwamba unaweza meishiwa kama umekuwa omba kiasi hicho? Hakuna msanii asiyeomba. Diamond anaomba, Alikiba anaomba, Baba Levo mwenyewe anaomba, Harmonize anaomba, Mario anaomba, mimi mwenyewe naomba, huenda na wewe pia unaomba. Hakuna mtu ambaye haombi. Inategemea tu anawasiliana na nani na amekutana na nani. Kwa hiyo jambo la kuomba kwa alilosema Mheshimiwa Baba Levo ni maneno tu ya kutupiana kama yalivyo maneno mengine. Unajua Baba Levo naye pia ni mtu wa utani, ni mtu mzuri, lakini wakati mwingine lazima ajue anazungumza nini. Kumsimanga mwenzako anapokwenda kuomba sio jambo zuri, lakini trust me, Diamond, hakuna mtu anaomba kama Diamond Platnumz. Diamond anaomba, ni omba siwezi kukueleza. Anaomba sana hela. Anaomba mno. Bora Alikiba unajua na kiburi fulani hivi. Lakini Diamond anaomba mbaya. Wewe unadhani Marozi haya yamekaaje pale? Wewe unaambiwa kuna gari moja la kifahari pale, jina sio lake. Kweli? Mama sema kweli. Mimi na upendo, mimi nampenda Diamond Platnumz. Tunapofikia kwenye masuala ya kuzungumza ukweli, tunaongea tu. Diamond, wewe ile Wasafi yenyewe anayoimiliki pale, yeye ana share tu. Ina mwenyewe. Sasa sikaomba wewe. Japo kuomba sio vibaya. Kuomba sio jambo baya, kuomba ni jambo zuri tu. Kuomba inawezekana Tanzania katika wasanii ambao wanaongoza kwa kuomba, Diamond anaongoza. Diamond ndo namba 1. Take it from me. Diamond anafuata Harmonize. Si unajua Harmonize anafuataga nyayo za Diamond. Akicheza hivi Diamond anaongoza kwa kuomba. Yaani Alikiba labda 4 hivi. 5. Alafu anafuatia sasa namba 3 Baba Levo mwenyewe. Take it from me. Basi hebu ipange hiyo list vizuri kwa wasanii ambao wanaongoza. Twende tu kwenye 5 bora. 5 bora ya wasanii ambao wanaongoza kuomba. Wa kwanza ni Diamond Platnumz. Wa pili ni Harmonize. Wa 3 ni Baba Levo. Wa 4 twende na Mario. Wa 5 kwa haraka Alikiba. Wewe Mario, wewe uogopi? Show za Mario zote maagizo na hii FM wanasimamia. Anafanyaje kama haombi? Ana hela kulipa EFM. Mimi Francis unamjua hela anayopokea event moja? Muziki wa stage kwanza za Francis Majizo unajua bei gani? Muziki wake unajua bei gani? Sasa unataka kuniambia Mario haombi? Mimi nataka tukitoka. Tafadhali jamani, kuomba sio dhambi. Tuishi na watu vizuri jamani. Sasa unajua kuna tofauti kati ya kuomba na omba. Inabidi sawa pia. Kuomba sawa, omba ndio hiyo moja. Omba ni mazoea. Omba. Omba kama umezoea yani. Hiyo moja. Hiyo moja. Tukija kwenye kumaliza bwana, tunamaliza na hili. Mimi nilichokipenda ni baada ya kuona familia ya Diamond Platinum wakaona isiwe kesi. Kwa nini tusiende Kenya tukamuone Nasib Jayara? Anaitwa Nasib Jayara? NJ. Akaenda kuonwa Nasib Jayara. Baada ya kuonwa Nasibu tukamuona Tifa hapo. Tukamuona ndugu yetu ule mwingine jina lake nimemsahau, lakini nimependa bwana. Kuna namna wenyewe wamependana familia. Ila mbona kama sijamuona mtu mmoja? Nani? Zuchu. Kama mke wa kaka ilitakiwa watoto wakienda kutembeleana na Zuchu kama mama, lakini Zuchu ni ngumu tena kuwa karibu na ile familia. Kwa nini? Ni ngumu tena kuwa karibu na ile familia. Watakutana tu kwa mara moja, wataongea kidogo, labda watastap nini, wakimaliza kila mtu ataondoka. Ni ngumu tena. Imeshashindikana. Imeshindikana kabisa Zuchu kuwa karibu na ile familia. Mwenyezi Mungu afanyie wepesi tu. Unajua kwenye mambo kama haya sio mambo ya kuwashabikia sana imeshindikana kabisa wakiwa nyumbani au kwenye occasions tofauti. Kuna video nyingi Zuchu onekani. Imekuwa ngumu sana. Kwanza tayari Zuchu alikwisha pigwa marufuku kuwa pamoja na wale watoto. Nakumbuka kuna wakati Zuchu alikuwa yeye ndo anawaenda wale watoto. Na yeye ndo alikuwa anapeleka out. Ndio nakumbuka video zilikuwa nyingi. Tayari marufuku ilimfikia. Na ndio maana kwa sasa marufuku. Alipigwa marufuku. Akaambiwa marufuku kutembea kuwa karibu na hawa watoto. Inasemekana sababu zipo nyingi. Mvutano wake tayari tulishazungumza kutokana na maneno ya hapa na pale. Zuchu alihisi kwamba pia
ndugu sasa wataniingizia kitumbua changu mchanga. Sasa ndugu wenyewe wakasema tafadhali. Na mpaka sasa hivi yapata karibu mwaka wa 2 sasa tangu aondolewe kwenye ile ghorofa bado. Aliingia siku moja kala keki nje, gari kabaki na nguruma, akatolewa hapo haraka haraka akarudi kwenye gari akaondoka. Lakini Diamond bado anatumia gari ya Zuchu hiyo. Anatumia sana, tunamuona. Sema gari ya Diamond. Alimnunulia Zuchu yake. Sawa, lakini sema gari ya Diamond. Na uhakika ilikuwa na namba yake na jina lake? Tukitoka hapo wewe muulize Lavalava. Subiri kwanza mama. Tukianza na swala la Lavalava la kununuliwa gari alafu yani Lupamba ilikuwa imebaki kiduichi. Na limkute. Hapo kwenye ile swala la Zuchu kupigwa full stop. Kama tunakumbuka mwaka jana kwenye ili sakata lililopata kutokea nchini kwetu, ndugu zetu walitoka wakaenda nje ya nchi na walipiga picha na video walirekodi wakiwa sehemu moja. Alianza Madangote akaiposti, siku 2-3 naye akaja Zuchu akaiposti. Yaani kuna namna kama walitaka kutuonyesha hawakuwa pamoja. Hivi uone hapa kama kuna kamchezo fulani hivi tunachezewa hawa watu wanazungumza ujue. Hapana, hamna mchezo. Kama nilivyozungumza, nisipindishe. Na wakati nazungumza haya jamani, nawakumbusha sisi ni binadamu. Tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu, tuwaombee Mwenyezi Mungu afanyie pesa. Unapoombea wenzako heri na wewe inakurudi heri. Tuwaombee na sio kwamba wanapenda. Imetokea nikiwakumbusha Zuchu na familia ya Mama Dangote walikuwa marafiki mtiki na mtaka. Wanavaa nguo pamoja, mitandio sare, hereni sare, wanaenda kukopa kwa masonara pamoja, wanaenda kukopa sehemu za maperfume pamoja, yani nare. Lakini leo hii ukiona hawaelewani, tusiwatakie vibaya, tuwaombee. Hapo kwenye swala tukiona hawaelewani tusiwatakie vibaya, tuombe. Kama tunakumbuka vizuri pia nataka nikukumbushe leo tuje na stories za zamani. Kuna mmoja kuna mtu aliwahi kusema tukitazama ndugu yetu Esma alikuwa karibu sana na Zuchu kipindi kile ambacho Zuchu hajatambulishwa kama mke wa Diamond. Na kipindi hicho Esma anatembea na Harmonize. Ushakumbuka? Lakini ghafla tu ushoga umeamia kwa Tanasha. Ushoga umeamia kwa Tanasha. Yaani tukitazama mawifi wote ambao waliwahi kupita kwa Diamond, Esma hajawahi kujiweka pembeni nao. Wote walikuwa nao urafiki wa karibu, picha nyingi, kila siku maposti, lakini kwa Zuchu imekuwa tofauti. Ama Esma naye kapigwa full stop. Au ni nimekuambia mwanae pia kuambiwa. Si nimekuambia wamepishana hawa. Na kwa sasa Tanasha amekuwa kama ndio fimbo ya kumchapia Zuchu. Kwa hiyo nafasi ya kuwaombea narudia tena tunayo. Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Naamini Zuchu roho inamkereketa vipi? Esma roho inamkereketa vipi? Kwa hiyo mwisho wa siku tuwaombee tu, tuwatakie kila la heri. Lakini mimi nimependa kauli ya Diamond bwana. Alisema hatuachani. Nilisikia lakini ikanikumbusha kipindi yuko Nazari. Alizungumza akiachana Nazari atatembea kwa magoti hapa na wapi. Afika waje. Hakuna chochote kilichotokea, wakaachana na maisha yakaendelea. Akatuletea wengine na wengine, kwa hiyo na kila siku tukatambulishwa wapya. Ndio, ni kaka zetu hawa, ni wadogo zetu hawa, kwa hiyo vijana hawa. Kwa hiyo hapa na pale, haba na haba tunawaacha. Ndio. Nataka tumalizie na hili bwana. Ndio. Kitu ambacho mimi nimekipenda pia ni kusikia Ricardo Momo karudiana na mkewe Nono mwenye anajiita Mrs. Ricardo. Ndio. Ila hichi hapa nimejiuliza pia. Inakuwaje? Kwa sababu kama tunakumbuka juzi ilikuwa birthday ya Mama Malaika. Tulimuona Mama Malaika kapostiwa, alafu maneno matamu kweli aliandika pale. Momo hongera bwana. Aliandika shemeji yangu Rudo Momo, mpenzi wangu, mke wangu, Malaika, maneno mengi mazuri aliandika. Ina maana Momo kamrudia mkewe na yule mkubwa na huyu mdogo, kwa maana Momo sasa hivi ana wake wawili. Hakuna kitu na furahi kama kuona waliogombana wamepatana, wamerudiana, mashallah, jambo jema mno. Mimi kwanza Malaika nimpongeze mno
mdogo wangu yule, nimpongeze sana. Hakuna mtu ambaye amepewa crown kwa sababu ya kubadilisha wanaume. Mwanaume umeshazaa naye, unaenda wapi tena Malaika Cute? Huyo mumeo Ricardo, shemeji yangu Ricardo, na wewe nakupongeza sana. Nino nilimuona na niliwahi kuposti habari yake, anaonekana kurudiana kwa mama Malaika na Ricardo kulimuuma. Kaona amekataa, taki mimi tena sio mke wa Ricardo, si nini. No, Nino, wewe bado mdogo, mrembo, na ujue kabisa umeolewa na kijana wa Kiislamu ambaye kawaida dini imemkaa vizuri shemeji yangu Ricardo. Mashallah. Kwa hiyo kaeni muyaenzi mapenzi yenu. Mke mkubwa umemuona Nino, na we mdogo, mumpende mume wenu. Ricardo mtu smart sana. Zungumza nao jambo. Jamani, mupendane. Wapendane. Mupendane. Ukiweza unajua. Mapenzi ni majani popote uchanua. Yameotea kwao. Jamani, mupendane. Wafanyaje? Mupendane. Mimi niseme asante sana. Shukrani, karibuni.